Je, umewahi kuhisi kana kwamba maisha yako hayana rangi tena? Kwamba unacheka lakini husikii furaha, au unaumia lakini huwezi hata kutoa machozi? Leo na kuonyesha adui 6 wa siri ambao wanafuta uwezo wako wa kuhisi. Na jambo la 6 ndilo ambalo wengi wetu tunalifanya kila saa bila kujua athari yake. Kabla hatujazama ndani zaidi, usisahau kulike, kusubscribe na kuwasha kengele ili usipitwe na haya maarifa kila siku. Namba 1, kuficha hisia zako mara kwa mara. The silent killer. Watu wengi wanafikiri kuwa kuficha hisia ni ishara ya nguvu. Tunaita emotional suppression. Unapopitia jambo gumu kazini, kwenye mahusiano au msiba na ukaamua kulimeza ili uonekane uko sawa, unachofanya ni kuweka sumu kwenye mfumo wako wa neva. Kisaikolojia, ubongo hauna uwezo wa kuchagua hisia za kuzima. Huwezi kusema nitazima maumivu tu, lakini nitabaki na furaha. Ukizima uwezo wa kuhisi maumivu, unazima pia uwezo wa kuhisi furaha, shauku na upendo. Hii inakuacha kwenye hali inayoitwa emotional numbness. Tunapozuia hisia, mwili wetu unazihifadhi kama nishati hasi au trauma. Hii ndiyo sababu unaweza kujikuta una hasira za ghafla kwa kitu kidogo sana. Kumbe ni mlipuko wa hisia ulizozifungia kwa miaka 10. Ni muhimu kuanza kuwa muwazi kwako mwenyewe kwanza kabla ya kuwa muwazi kwa wengine. Namba 2, kujilinganisha maisha. The comparison trap. Kuna msemo wa zamani unasema, comparison is the thief of joy, au kujilinganisha ni mwizi wa furaha. Lakini leo kujilinganisha kumekuwa ni sehemu ya maisha yetu ya kila siku. Unapoona mafanikio ya rafiki yako, nyumba mpya ya jirani, au maisha ya fake ya watu unayoyaona mtandaoni, unajisikia mdogo. Hali hii inaua hisia zako kwa sababu inakuondolea uwezo wa kuthamini hatua zako mwenyewe. Unaanza kuishi maisha ya mtu mwingine ndani ya kichwa chako. Hii inatengeneza kitu kinachoitwa inferiority complex. Unapokuwa kwenye mtego huu, moyo wako unajaa wivu na kinyongo, vitu ambavyo ni vizito sana kubeba. Badala ya kuhisi amani na kile ulichonacho, unakuwa kwenye race isiyo na mwisho. Hii inafuta hisia za kutosheka, satisfaction. Ili kupona hapa, ni lazima uelewe kuwa kila mtu ana timeline yake, na unachokiona kwa wengine ni highlight reel yao, sio uhalisia wa matatizo wanayopitia. Namba 3, matumizi kupita kiasi ya mitandao ya kijamii. Dopamine overload. Hapa ndipo wengi wetu tunapofeli. Mitandao ya kijamii imeundwa kisaikolojia kukufanya uwe addicted. Kila mara unapopata like, comment au kuona video fupi ya kuchekesha, ubongo wako unatoa homoni ya dopamine. Shida ni kwamba unapopata dopamine nyingi kupita kiasi, overload, kwa kusogeza vidole tu, scrolling, vitu vya kawaida vya maisha vinaanza kuonekana havina ladha. Mazungumzo na mke au mume wako yanakuwa yanachosha, na hata kukaa kimya kuitafakari asili inakuwa kero. Hii inaua hisia zako kwa kukufanya uwe desensitized. Unahitaji vitu vikubwa zaidi, kelele zaidi na picha za ajabu zaidi ili uhisi kitu. Unakuwa kama mtu anaitumia dawa za kulevya kidijitali. Matokeo yake ni upweke uliokithiri hata ukiwa katikati ya watu wengi. Ni lazima uwe na muda wa digital detox ili kurudisha mfumo wako wa hisia kwenye hali ya kawaida. Namba 4, kuishi kwenye stress ya muda mrefu. Chronic stress. Stress ni sehemu ya maisha, lakini stress ya muda mrefu ni adui wa mfumo wako wa hisia. Unapokuwa na stress kila siku kuhusu kodi, kazi au usalama wako, mwili unatoa homoni ya cortisol. Cortisol inapokuwa juu kwa muda mrefu, inauweka mwili wako kwenye hali ya survival mode, kupambana au kukimbia. Katika hali hii, ubongo wako hauna muda wa kuhisi upendo, huruma au ubunifu. Kazi yake ni moja tu, survive. Watu wanaoishi kwenye stress ya muda mrefu mara nyingi wanaripoti kuhisi utupu. Wanajiona kama roboti zinazofanya kazi bila malengo. Hii inasababisha uchovu wa kiakili na kihisia, burnout. Ili kurejesha hisia zako,
Ni lazima utafute namna ya kudhibiti vyanzo vya stress au utafute mbinu za kutuliza mfumo wako wa neva kama vile kutafakari, meditation au mazoezi. Namba 5, kukosa usingizi wa kutosha. The brain's trash collector. Usingizi si kwa ajili ya mwili tu, ni kwa ajili ya ubongo. Unapolala, ubongo wako unafanya kazi ya kusafisha sumu na kupanga upya hisia zako za siku hiyo. Hii inafanywa na mfumo unaoitwa glymphatic system. Unapokosa usingizi, sehemu ya ubongo inayohusika na hisia inayoitwa amygdala inakuwa na overreaction. Hii ndiyo sababu ukikosa usingizi unakuwa na hasira haraka, unalia ovyo au unakuwa na wasiwasi usio na msingi. Lakini kibaya zaidi, kukosa usingizi kwa muda mrefu kunazifanya hisia zako kufa ganzi. Unakuwa huwezi kufanya maamuzi sahihi kihisia, unakosa huruma, empathy, na unashindwa kuungana na watu wengine. Usingizi ni tiba, na bila huo unajihujumu mwenyewe kisaikolojia. Hakikisha unapata masaa 7 mpaka 8 ya usingizi bora ili kuruhusu moyo wako upumue. Namba 6, kujitenga na watu. Kuna tofauti kati ya kuwa peke yako, solitude, kwa ajili ya kutafakari, na kujitenga na watu, isolation, kwa sababu ya hofu au kukata tamaa. Binadamu tumeumbwa kuwa viumbe wa kijamii. Tunahitaji miguso ya watu wengine, macho ya watu wengine, na mazungumzo ili hisia zetu ziwe hai. Unapojitenga, unajinyima kitu kinachoitwa mirror neurons, uwezo wa ubongo wako kuiga na kuhisi hisia za wengine. Kujitenga kunatengeneza echo chamber ndani ya kichwa chako ambapo mawazo hasi yanajirudia bila kupata mbadala wa nje. Hii inaua uwezo wako wa kupenda na kupendwa. Unaanza kuona watu kama tisha badala ya fursa ya kuungana. Upweke wa muda mrefu una madhara sawa na kuvuta sigara 15 kwa siku kiafya na kihisia. Ili kurejesha hisia zako, anza kutengeneza marafiki wachache waaminifu, shiriki kwenye jamii na ruhusu watu wakuguse kihisia. Hisia zako ni dira ya maisha yako. Ukiziruhusu zife, unakuwa unaishi maisha ya kivuli. Kati ya haya mambo 6, ni lipi unahisi limekuathiri zaidi kwa muda mrefu? Niandikie kwenye comments hapo chini, na soma kila comment na nitakujibu. Kama video hii imekufungua macho, usisahau kulike na kuisambaza kwa rafiki mmoja unayempenda. Asante kwa kutazama, tukutane kwenye video ijayo. Peace.